mtangazaji, mimi kwa majina naitwa Musa Kapkadono Hingira, ni mdhibiti mkuu ubora wa shule wilaya Nyang'hwale. Ningependa kufahamu mdhibiti ubora wa shule katika idara ya udhibiti ubora wa shule. Kwanza tufahamu inajishughulisha nini? Idara ya udhibiti ubora wa shule ni idara iliyoko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na ipo kisheria kwa sheria ya elimu ya mwaka 1978 na kifungu namba 25 katika kifungu namba 40 hadi 43 na rekebisho lake namba 10 la mwaka 1995. Kifungu namba 31 hadi 32 vinaunda uhalali wa kuwepo kwa idara hii. Idara hii inahusika na kusimamia sheria, miongozo na kanuni za elimu katika utekelezaji wa mitaala ya elimu kwa kuhakikisha kuwa elimu itolewayo katika taasisi za elimu inazingatia mtaala wenye ubora katika jamii ya Kitanzania na kimataifa. Bwana Musa, ningependa kufahamu kwa kutumia sheria, miongozo na kanuni kama ulivyoeleza, ni majukumu gani au majukumu yapi ambayo inayofanya ili kuhakikisha ubora wa elimu hapa nchini? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ni vyema wasikilizaji wakaelewa majukumu makubwa ya mdhibiti ubora wa shule ambayo ni kama yafuatavyo, lakini yapo na mengine madogo madogo. Jukumu la kwanza ni kufanya tathmini juu ya ubora wa elimu itolewayo katika taasisi za elimu kwa shule za awali, msingi, sekondari, vyuo vya walimu pamoja na FDCs. Lakini jukumu lingine ni kufanya tathmini tatuzi za kielimu. Jukumu lingine ni kumshauri kamishna juu ya elimu itolewayo na usajili wa shule, kusajili au kutokusajili. Jukumu lingine ni kutoa ushauri wa kitaaluma na kitaalamu kwa walimu. Lakini jukumu lingine ni kutoa semina za masomo kwa walimu, na jukumu lingine linalofuata ni kutoa taarifa juu ya maendeleo ya taasisi za elimu kwa wadau na wenye shule pia. Ndugu mtangazaji, idara ina aina 3 za tathmini. Tathmini ya kwanza ni tathmini ya jumla kwa kufanya tathmini shughuli zote za nje na za ndani. Lakini tathmini nyingine ni tathmini za ziara za ufuatiliaji. Hii ni tathmini ambayo inafanyika baada ya kuwa tathmini ya jumla imefanyika na kuona kwamba kuna marekebisho yanayotakiwa kufanyika na kuweza kurudia kuweza kuona kama yamefanywa marekebisho. Na tathmini hii ya pili inafanyika baada ya siku 60. Lakini tathmini ya 3 hii ni ziara maalum. Hii ni tathmini inayotokana na tukio, mfano kufeli sana kwa wanafunzi, migomo, usajili wa shule, majanga kama vile moto, mafuriko na tuhuma mbalimbali zinazoikabili taasisi ya elimu. Ndugu Musa, ningependa kufahamu ni vigezo gani sasa ambavyo mmekuwa mkivitumia katika kufanya tathmini hizo? Asante ndugu mtangazaji. Tuna jumla ya vigezo 8 ambavyo vinatumika katika kufanya tathmini. Vigezo hivyo ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, kigezo tunachokitumia ni ubora, kuangalia ubora wa mtaala katika kujifunza kwa kuzingatia mahitaji ya mwanafunzi. Lakini kigezo cha pili, tunaangalia ubora wa ufundishaji na upimaji, na kigezo cha 3 tunaangalia ubora wa uongozi katika kuongoza na matumizi ya rasilimali. Kigezo cha 4 tunaangalia ubora wa mazingira salama kwa mwanafunzi katika tendo zima la kujifunza. Na kigezo cha 5 ushiriki wa jamii katika maendeleo ya shule. Lakini kigezo cha 6 ambacho tunaangalia ni maadili, mila na desturi na tamaduni na uzalendo. Kigezo cha 7 ni ubora wa matumizi ya tehama katika kujifunza na kujifunzia. Lakini kigezo cha 8 na cha mwisho ni mafanikio ya mwanafunzi. Zamani tukiwa tunaendelea na Bwana Musa ambaye ni ubora wa elimu kutoka wilaya Nyang'hwale, turejee sasa ni shule zipi, shule ipi ambayo inaweza kusajiliwa na inahitaji? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli ndugu mtangazaji, vipo vigezo ambavyo tunavitumia ili kuweza kusajili shule. Shule haiwezi kusajiliwa pasipokuwa imekamilisha vigezo vinavyohitajika ambavyo vimewekwa na serikali na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kigezo mojawapo tunachokiangalia, kuna hapo awali nimesema kwamba kuna shule ya awali, msingi, sekondari na vyuo. Lakini tukianza katika shule ya awali, kigezo mojawapo kikubwa ni uwepo wa eneo la kutosha lisilopungua nusu heka kama unaanzisha awali peke yake. Lakini kigezo cha pili ni vyumba vilivyo madarasa, na kigezo cha 3
ni ofisi ya mwalimu mkuu, kigezo cha 4 ni staff ya mwalimu, na kigezo cha 5 ni vyoo matundu 4 ikiwa wasichana matundu 2 na wavulana matundu 2. Matundu ya choo pia yanatakiwa kwa walimu 2, kwa maana ya kwamba walimu wa kike choo tundu 1 na walimu wa kiume tundu 1. Usajili shule ya awali na msingi, vigezo na masharti ni kama ifuatavyo. Eneo lisilopungua eka 3. Kigezo cha pili, vyumba vya madarasa 5, ofisi ya mwalimu mkuu 1, ofisi ya mwalimu, stafu ya walimu. Hapo kutakuwa na ofisi ya mwalimu pia na stafu ya walimu. Lakini kigezo cha 3 ni vyoo vya wanafunzi matundu 8, ikiwa kwa watoto wa kike ni matundu 4 na wavulana matundu 4. Lakini pia kigezo kingine tunachoangalia ni vyoo vya walimu kuwepo na matundu 2, ikiwa tundu 1 kwa ajili ya walimu wa kike na tundu 1 kwa ajili ya tundu 1 kwa ajili ya walimu wa kiume. Kigezo kingine tunachoangalia ni samani za kutosha kwa kila darasa. Madawati yanatakiwa 15 kwa kila darasa, kiti kimoja na meza moja ya mwalimu darasani, na shubaka ambazo zinatakiwa katika maofisi pamoja na kabati. Lakini vile vile kigezo cha 7, vifaa vya kufundishia na kujifunzia viwepo vya kutosha. Kigezo cha 8, na kama itakuwa ni boarding basi kuwepo na mabweni, bwaro, jiko la kupikia kwa ajili ya kupikia chakula cha wanafunzi. Lakini pia kwa usajili wa sekondari, vigezo vifuatavyo vinahitajika vizingatiwe. Eneo lisilopungua eka 3 lenye hati au barua ya mauziano na lisilo na mgogoro. Kigezo cha pili, tunaangalia vyumba 4 vya madarasa vyenye madawati 15 kwa kila chumba. Lakini kigezo cha 3, kuwe na ofisi ya mwalimu mkuu na kiti na meza. Lakini kigezo cha 4, stafu ya walimu yenye viti na meza kulingana na idadi ya walimu. Lakini kigezo cha 5 ambacho tunaangalia ni vyoo matundu 10, ikiwa kwa wavulana 5 na kwa wasichana 5. Na kigezo kingine, vyoo vya walimu matundu 2, walimu kike 1 na me 1. Maabara 3 ziwepo, ikiwa ni maabara ya physics, biology na chemistry moja. Lakini kigezo kingine tunachoangalia ni nyumba ya mwalimu 1, na kigezo kingine tunachoangalia ni vifaa vya kufundishia na kujifunzia vya kutosha kwa wanafunzi. Na mtu anayehitaji, na endapo mtu ataendesha shule pasipo usajili, atakuwa ametenda kosa kisheria kwa mujibu wa sheria ya elimu ya mwaka 2002 sura ya 353 sehemu ya 8 kifungu namba 60 G, ambavyo adhabu yake ni kufungiwa shule na faini au vyote viwili kwa pamoja. Sasa labda turejee kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hivi karibuni amezindua sera ya elimu. Je, kuna mabadiliko gani katika mtaala wa elimu? Ndugu mtangazaji, ni kweli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua sera ya elimu ya elimu ya 2014 toleo la 2023 tarehe 1 mwezi wa 2 2025. Ni vyema mtangazaji tukajua maana ya sera. Sera ni utaratibu wa kuendesha jambo ili kukidhi haja ya kisheria, chama, dini au shirika, au ni matamko yatolewayo kwa masuala ya msingi yenye dhamira ya kuendeleza namna ya kukabiliana na changamoto kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Sera inaelekeza kuwa na mabadiliko yafuatayo katika mfumo wa elimu. Kwa sasa tutakuwa na 1, 6, 4, 2 na 3+. Hii ina maana kwamba awali watasoma mwaka mmoja, la kwanza mpaka la 6 watasoma miaka 6, form 1 mpaka form 4 watasoma miaka 4, na form 5 na 6 miaka 2, alafu chuo miaka 3 na kuendelea kutokana na nafakati inayoenda kusomwa. Hii ikiwa na maana kuwa wanafunzi wa awali watasoma mwaka mmoja na hakutakuwa na awali ya kwanza na awali ya pili. Hiyo itakuwa ni awali moja. Tuende kwenye swala la mtaala ili waweze kuelewa wasikilizaji. Mtaala ni jumla ya mambo yote yaliyopangwa kurithisha jamii husika kwa kuzingatia mila, desturi na utamaduni wa jamii husika. Mtaala unatokana na sera. Sera ndio inazaa mtaala. Na mtaala hadi kufikia mwaka 2024 umefanyiwa marekebisho mara 6 tangu nchi yetu kupata uhuru 1961.
ikiwa ni kwa miaka ifuatayo. Mwaka 1967 mtaala ulibadilishwa, na mwaka 1979 ulifanywa maboresho. Pia mwaka 1997 ulifanywa maboresho mengine, na 2005 ulifanywa maboresho mengine. 2014 pia kulikuwa na maboresho, na hii sasa ni 2023. Kila badiliko linakuwa na sababu zake za kimsingi za kubadilisha mtaala. Boresho la mtaala kwa mwaka 2023 imetokana na maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ili kuwezesha mtoto wa Kitanzania kupata ujuzi na maarifa mara tu amalizapo mzunguko wake wa elimu ya msingi, ili aweze kukabiliana na mazingira ya Kitanzania kwa kujiajiri, kuajiriwa au kuajiri mwenyewe au kujiajiri mwenyewe. Vile vile sababu ya pili ni kuendana na sayansi na teknolojia na mahitaji ya jamii ya Kitanzania. Mengi umeyazungumza, lakini pia umeichambua kwa kinagaubaga mitaala, namna na jinsi ambavyo iliweza kubadilika tangu mwaka 1967 mpaka huu kuja 2023. Je, ni kwa nini SENA imeamua kuendana na mfumo huu labda? Asante ndugu mtangazaji, nashukuru kwa swali zuri. Mkuu wa Taifa limekubaliana kuendana na mfumo huu ni baada ya kuona kwamba kuna changamoto ya upatikanaji wa ajira kwa vijana wetu wa Kitanzania wanapohitimu elimu ya msingi, wakiwa bado wadogo sana na hawawezi kujitegemea na hawana ujuzi wowote wa kukabiliana na mazingira. Hiyo ni sababu mojawapo, lakini hivyo hivyo kwa sera hiyo ya elimu itamwezesha mtoto kuhitimu elimu ya msingi akiwa amepevuka na akiwa na ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa na kuajiri. Kwa ajili atakuwa amepata elimu ya jumla na elimu amali ambayo itamsaidia katika kupambana na maisha baada ya kuwa amehitimu masomo yake. Labda turejee, unaposema elimu ya amali na elimu ya ujumla kwa manufaa ya mtazamaji na msikilizaji, hapo unakuwa unamaanisha nini? Asante sana kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Tunaposema elimu amali tunamaanisha elimu itolewayo yenye ujuzi na ufundi. Ndio maana tunasema elimu amali. Na elimu jumla ni elimu isiyo na ufundi. Ndio maana hivyo hivyo sasa sera ya elimu imeleta mabadiliko katika mtaala kama ifuatavyo. Mabadiliko hayo, cha kwanza, mwanafunzi akianza darasa la awali ni lazima afike kidato cha 4. Lakini badiliko lingine, kutakuwa na mtihani wa upimaji wa kitaifa ambao utafanyika mtoto akiwa amefika darasa la 6, ambayo itaitwa National Assessment ifikapo 2026. Badiliko lingine, hakutakuwa na mtihani wa darasa la 7. Badala yake kutakuwa na upimaji darasa la 6 tu. Lakini badiliko lingine, lugha ya kufundishia na kujifunzia itakuwa Kiswahili kwa shule za Kiswahili, kwa shule za msingi na shule zinazofundisha kwa mchepuo wa Kiswahili. Kiingereza itakuwa kama somo kwa shule ya Kiswahili, na lugha ya kufundishia itakuwa English kwa Kiswahili, kitakuwa kama somo kwa shule ya English medium. Mwanafunzi atatakiwa asome fani fulani kabla ya kumaliza kidato cha 4 ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe baada ya kuhitimu kidato cha 4. Lakini badiliko lingine katika sera hii au katika mtaala, elimu ya msingi itakuwa ni miaka 6. Mwanafunzi ataanza darasa la kwanza akiwa na miaka 6, tofauti na zamani alikuwa akianza darasa la kwanza akiwa na miaka 7. Elimu ya awali mwanafunzi ataanza akiwa na miaka 5, na mwanzoni ilikuwa anasoma awali 2 akiwa na miaka 5, na sasa hivi atakuwa anasoma awali 1, baadaye hapo ataingia darasa la kwanza. Lakini badiliko lingine, masomo ya elimu ya msingi yatakuwa kama ifuatavyo. Somo la kwanza litakuwa kusoma, kuandika na kuhesabu. Kutakuwa na jiografia, kutakuwa na Kiswahili, sanaa na michezo, hisabati, historia Tanzania na maadili, sayansi, kutakuwa na dini, kutakuwa na Kiingereza. Na stadi za kazi itachopekwa. Lakini badiliko lingine, Kiingereza kitafundishwa kuanzia darasa la kwanza kwa shule za Kiswahili, na Kiswahili kitafundishwa kuanzia darasa la kwanza kwa shule za mchepuo wa Kiingereza. Lakini kuna badiliko lingine ambalo shule yenye uwezo wa kufundisha angalau somo moja la lugha ya kigeni, Kichina au Kifaransa, itakuwa ni ruksa. Sekondari kutakuwa na mikondo miwili, mkondo wa amali na mkondo wa jumla, ambao mkondo wa amali tumesema ni ujuzi
na mwanafunzi atachagua kutokana na uwezo au matakwa yake huo mkondo wa awali, na kutokana na matakwa yake na malengo yake anavyopenda yeye na matarajio yake. Baadaye ndio maana tunasema kwamba mtaala huu ni nyumbufu, kwa sababu unaruhusu kuchagua, ni nyumbufu. Lakini badiliko lingine, mkondo wa amali ufundi huo utakuwa na fani zifuatazo. Kutakuwa na kilimo na ufugaji, kutakuwa na umakenika, kutakuwa na biashara, kutakuwa pia na uchimbaji wa madini, pia kutakuwa na urembo.